Sheria inatutaka kabla ya kubadilisha hati lazima kodi husika iliyotokana na kipato kutokana na kuuza rasilimali iwe imelipwa. Kwa hiyo wakijua wanasheria hili swala, kwa sababu wao wataweza kutusaidia kupitisha kwa wananchi na wawekezaji ambao kwa kiasi kubwa na wawekezaji nao huwa wananunua maeneo ambayo wao wanaenda kuwekeza. Kwa hiyo wanaponunua, tuna imani kwamba kuna faida inapatikana kutokana na muuzaji huyo. Kwa hiyo wanasheria na taasisi za ubadilishaji hati nao wanatakiwa wajue. Kwa hiyo kwa upande wa taasisi za ubadilishaji hati wanatakiwa kwa mujibu wa sheria, kabla ya kubadilisha umiliki wa ile rasilimali ambayo tumezoea ni uuzaji wa rasilimali, maana yake wao wanatakiwa wahakikishe kwamba wamepata hati safi ya kodi. Hati safi ya kodi inathibitisha kwamba wale wawekezaji au wale wauzaji kutokana na faida waliopata tayari wameshalipa kodi. Kwa hiyo tumeamua kuwaita kwa makusudi mazima wanasheria, mamlaka za ubadilishaji hati na taasisi za kodi na washauri wa mambo ya kodi, ili kwa pamoja tuwe na uelewa pamoja kuhakikisha tunafanikisha swala hili, ili kuwezesha serikali yetu kupata mapato na hatimaye kutoa huduma za kijamii kwa uwezo ambao wanastahiki kama nchi. Tukishakuwapata hawa, wakishakuwa na hii taaluma, tunategemea kutakuwa na mabadiliko, kwa sababu kwa sasa kuna watu ambao wanauza rasilimali, lakini tunakuja tunagundua baadaye kwamba hawa watu wameuza rasilimali na wamepata faida, wametumia. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba hawatumii hii faida ambayo sio ya kwao, lazima tuwaite hawa watu ambao wanahusika kwa karibu, na kwa watu ambao wanahusika kwa karibu ni wanasheria, lakini kwa upande wa serikali ni watu ambao Zanzibar, wale ambao wanabadilisha hati miliki kama kwa msajili wa kampuni na warasimishaji wa rasilimali. Kwa hiyo tuna imani hii, elimu hii itasambaa kupitia wao, watawasambazia hata wale ambao wahusika wakuu wanaojihusisha na uuzaji wa hizi rasilimali, ili kuweza kupata taaluma ambayo inastahiki na hatimaye tukusanye mapato kwa niaba ya serikali, na serikali iweze kupata uwezo wa kutoa huduma za jamii kwa mujibu wa jamii ambao inahitaji huduma hizo husika. Ni kweli imepungufa na kuwepo, kwa sababu wakati tunaangalia mahesabu ya wawekezaji mbalimbali, tunagundua kwamba amenunua rasilimali lakini kodi hakulipa, na wakati alitakiwa kabla ya kubadilisha hii hati aje alipie kodi inayostahiki kutokana na yule ambaye alimuuzia hii rasilimali kwa ajili ya kulipa share yake ya faida kama ilivyo watu wengine wote. Kwa hiyo itatusaidia sana kutoa mwangaza kwa watu ambao wanafanya shughuli hizi za uuzaji na urasimishaji wa rasilimali. Mantiki halisi ya kukusanya kodi. Mantiki halisi ya kukusanya kodi ni kwamba kodi hile tunayokusanya tunaipeleka serikalini, serikali inaangalia wapi pana mapungufu. Kwa mfano, tukisema kama kuna mapungufu wa mahospitali au barabara, miundombinu, halafu serikali hizo pesa ndio inazipeleka kwenye maeneo hayo, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanarahisishiwa katika kufanya shughuli zao za kiuchumi na hatimaye kupata maendeleo binafsi kwa watu mmoja mmoja. Katika ofisi za TRA ambapo mawakili tumekuwa tukielekezwa namna ya kuhamasisha wateja wetu katika ulipaji wa kodi, na zaidi katika kodi inayoitwa capital gain, ambayo inalipwa na yule ambaye anapata wakati wa kununua, wa kuuza. Kwa wauzaji wetu, kwa mfano labda mtu anamiliki eneo, mali ya shamba, anataka kuiuza, wakati anauza kiwango cha pesa kinachopatikana kikubwa kinatakiwa kilipiwe kodi. Kwa hiyo sisi kama mawakili ambao huwa tunasimamia mikataba ya mauziano kati ya mteja na mnunuzi, tunafaa kuwaelekeza wale wauzaji namna ambavyo wanatakiwa kulipa zile kodi zao, ili baadaye tunapokuja kufanya transfer au haulishaji wa zile mali kutoka kwa mnunuzi kwenda kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi, basiwe na shida kwa mamlaka ya ardhi, na badala yake yule muuzaji anatakiwa kuwa na hii elimu kwamba anatakiwa kulipa kodi kulingana na kiwango cha pesa ambazo amepokea. Kwa hiyo mtu yote ambaye anafanya biashara na amepokea kiwango cha pesa, basi anatakiwa kulipia kodi. Na elimu hii
ikiwaingia wananchi wataelewa kwamba sio kitu ambacho ni cha kushurutishwa, kwa maana kila mapato lazima yalipiwe kodi, kama vile ambavyo sisi wanasheria tunalipa kodi zetu, wafanyakazi labda wa serikalini ambao kwenye mifumo ya kawaida wanajulikana wana geni kiasi fulani labda cha mshahara wanalipa kodi zao, basi na wafanyabiashara wengine wote ambao wanapokea pesa kutoka kwa wateja wao wanafaa kulipa kodi zao. Changamoto ya kwanza kabisa ambayo leo daktari verify very clear, wananchi Zanzibar wanafikiri kwamba TRA kwa sababu ni jambo la muungano, kwa hiyo kodi zinazokusanywa na TRA huwa zinapelekwa bara, lakini ameeleza very clear kwamba kodi tunazozikusanya hapa kupitia TRA Zanzibar zinapelekwa SMZ kwa maana ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na zinatumika kwa maendeleo ya Zanzibar kwa maana ya miundombinu yetu, social services, hospitali na taasisi zote ambazo tunahitaji matumizi hayo. Kwa hiyo wananchi ambao wanachukua taarifa za hearsay, naweza kusema kwa maana ya taarifa za mitaani kwamba pesa zikishakusanywa na TRA zinaenda bara alafu zinatumika kwa huko, hazitumiki kwa huko, badala yake tunatumia kwa matumizi ya maendeleo ya Zanzibar yetu hapa hapa, na kwa hivyo kila mmoja anafaa kulipa sawa na kila ambacho anakipata. As long as unapata, lipa. Katika semina yetu ya leo, licha ya kuwa tumejifunza kuhusiana na misingi na utaratibu wa kulipa capital gain na mambo ya msingi yanayohusiana na malipo ya capital gain, lakini pia tumegundua challenge mbalimbali ambazo zinatokana na sheria hiyo pamoja na utekelezaji wake, na hasa challenge ambayo tumeiona imejitokeza katika mafunzo ya leo ambayo ni kuhusiana na sheria ya Finance Act dhidi ya sheria zetu za ardhi za Zanzibar. Kwa maana tumegundua kwamba kuna challenge katika kuharmonize utaratibu na utekelezaji wa sheria hiyo, kwa maana kwamba sheria hile imetungwa kwa hiyo lengo la kuisaidia nchi yetu katika kusimamia sheria za kodi, lakini kuna swala zima la harmonization kati ya sheria ya fedha pamoja na sheria zetu za ardhi, kwa sababu utekelezaji wake umeonekana umekuwa na challenge. Hiyo ni moja ya vitu ambavyo tumeviona. Ni mategemeo yetu kwamba watungaji wa sheria wa hizi za Finance Act ambazo ni sheria za muungano wazingatie wakati wa utungaji wa hizi sheria kuangalia mazingira ya Zanzibar, kwa sababu kwenye swala la ardhi Tanzania mainland ama tunaita Tanzania bara ina sheria zake za ardhi, lakini na sheria Zanzibar tuna sheria zetu za ardhi. Mainland wana waziri wao wa ardhi na Zanzibar tuna waziri wa ardhi. Kwa hiyo utekelezaji wa sheria hii ya Jamhuri ya Muungano inapaswa izingatie pande zote hizi mbili ili uweze utekelezaji wake uweze kupatikana kwa ufanisi zaidi. Tulichogundua leo kwamba utekelezaji umekuwa na challenge kwa sababu ya mgongano wa hizi sheria mbili za nchi mbili tofauti, lakini tuna mategemeo yetu kwamba mkutano huu ama semina hii itasaidia kuleta chachu na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa sheria hii ili tufikie lengo la serikali kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa weledi na kutimiza malengo mazima ya kujenga nchi yetu na taifa letu kiuchumi, kijamii na kibiashara zaidi.